tunaita maombi ya kiagano kwa sababu tumeagana pamoja kuomba. Ni kweli inaweza kuwa hujaifanya hata mara moja, labda umeomba siku 3 basi, lakini haya ni muda mrefu. Lakini nataka nikuhakikishie kuna milima fulani ambayo imekuwa ikitawala kwenye nyumba yako. Kuna vitu fulani ambavyo vilikuwa hakifunguki. Jana tuliona kumbe maombi yanafungua vifungo vya nira ambazo zimekamata kwenye familia zetu, watoto wetu. Wakati mwingine unafikiri watoto hao ni mambo ya kawaida yanawatokea, kumbe kuna vifungo fulani ambavyo wafunga. Wakati mwingine unaona shughuli ya zendi zimesimama hapa. Wakati mwingine uone upate kibali kwa watu. Lakini maombi haya yanatokeza kama nuru kwako. Kwa hiyo hata kanisa tunaona watu hapa wanaokoka lakini hawasimami. Tunamwitia Mungu wa kweli na wa haki ambaye ni mwaminifu kwa watu wanaoomba. Kwa hiyo tunapoendelea kunyenyekeza mbele za Mungu kuomba, Mungu atapenda kufanya kazi katikati yetu. Tutaona mkono wa Mungu. Hebu mwamini Mungu katika mambo yote. Tunapoendelea kuomba, chukua daftari lako, andika yale ambayo ungependa Mungu ashiriki na wewe. Pamoja yaandike. Yake mambo ya kifamilia na vijana wanaokoka. Unaona mazingira haya sio. Nitangaza nikasema kwamba wakati fulani mazingira unaona mambo vitu havibadiliki yenyewe. Unasikia? Huwezi kuona vikaja kwa bahati nzuri tu. Hakuna kitu cha namna hiyo. Pamoja. Kwa sisi ambao tunaokoka vitu lazima vigeuzwe kwa ulimwengu wa roho. Pamoja. Tunapotikisa ulimwengu wa roho ndipo vitu vinaanza kufanya kazi. Ina maana tukikaa ulimwengu wa dunia wa kawaida wa macho na nyama unafanya nini? Unatamalaki. Lakini tunapoingia kuomba, tunaingia kutikisa ulimwengu wa roho. Haleluya. Kwa hiyo ndio maana maombi tunapata connection pamoja, ili Mungu mwenye nguvu, mwenye uwezo aingilie kati. Ili Mungu aweze kuingilia kati, inataka ushirika wa mimi na yeye. Mimi ndio kumbe na ufunguo. Nikikaa Mungu hana kufanya na kufunga mikono. Lakini nikiingia kwamba hii haiwezekani, hii siridhiki, lazima nione mabadiliko Mungu anatenda, nione mkono wa Mungu ukiwa juu yangu, nione neema ya Mungu ikiwa juu yangu, nione baraka za Mungu zikitembelea nyumba yangu, tuone kanisa likiongezeka na Mungu akibariki na watu wakifunguliwa. Hayo ndio maombi yetu katika mkutano huu. Kwa hiyo tukibaki hivyo, nilisema siku nyingine katika mkutano hii, nikasema kwa kadri ile ya maombi yanayofanyika, ni kwa kadri ya hiyo ya utendaji wa Mungu unakuwa katikati ya watu wake. Kwa kadri ambapo maombi yako yanakuwa na nguvu na mzigo, kwa kadri ile ndio Mungu anaingilia kati kufanya kazi. Hii ni kanuni ya kiroho. Jioni ya leo tutakwenda pamoja katika kitabu cha Waamuzi mlango wa 6. Waamuzi mlango wa 6. Jana tulizungumza kuhusu faida za kufunga. Leo tutashughulika na kichwa cha habari au cha somo. Mungu anapotaka kutenda jambo la ukombozi humtafuta mtu. Nasikia? Mungu anapotaka kufanya jambo lolote la ukombozi anatafuta mtu mmoja. Haleluya. Humtafuta mtu. Na huyo mtu akipata ndiye anayetumia kufanya mabadiliko. Waamuzi 6. Tutasoma mstari wa kwanza mpaka 16. Tutasoma mstari wa 24 mpaka 28. Tutasoma katika jina la Bwana. Kisha wana wa Israeli walifanya maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka 7.
Midian. Mkono hapa nasema mkono wa Midian ulikuwa na nguvu juu ya Israeli. Tena kwa sababu ya Midian walijifanyia haya mashimo yaliyo milimani na haya mapango na hizo ngome. Basi kawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba, wa Midian walikwea na Waamaleki na hao wana mashariki wakakwea juu yao, wakapanga malango juu yao na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi hata kufikapo Gaza, wala hawakuacha kitu. Hakuacha katika Israeli riziki ziwazo zote, kondoo wala ng'ombe wala punda, kwa maana walikwea na ng'ombe zao na hema zao, wakaja mfano wa nzige kwa wingi wao, na ngamia zao pia walikuwa hawana hesabu, nao waliingia katika hiyo nchi ili kuiharibu. Israeli walitwezwa sana kwa sababu ya Wamidiani, na hao wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Kisha ikawa hapo wana wa Israeli walipomlilia Bwana kwa sababu ya Midiani, Bwana akamtuma nabii aende kwa hao wana wa Israeli, naye akawaambia, Bwana yeye Mungu wa Israeli asema hivi, mimi niliwaleta ninyi wewe kutoka Misri, nikawatoa katika nyumba ya utumwa, nami naliokoa kwa mkono wa Misri na mkono wa wote waliokuwa wakionea, nami nalifukuza watoke mbele yenu, nami naliwapa ninyi nchi yao. Kisha nikawaambia, mimi ndimi Bwana Mungu wenu, msiiche miungu ya Waamori ambao wakaa katika nchi yao, lakini hamkutii sauti yangu. Malaika wa Bwana akaenda kaketi chini ya moloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali ya Washi Mwebezeri mwana wa Emnani mwana wa Gideon. Alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Midiani. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Gideon akamwambia, Bwana Mungu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yuko wapi? Yako wapi matendo yake ya ajabu walituhadithia baba zetu, wakisema, je, sio Bwana aliyetuleta kutoka Misri? Sasa ametutupa na ametutia katika mikono ya Midiani. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa nguvu, kwa uweza wako ukawaokoe Israeli na mkono wa Midiani. Yes, mimi nimekutuma. Akamwambia, Bwana, nitawaokoeje Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndiye mdogo katika nyumba ya babangu. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe, utawapiga Midiani kama mtu mmoja. Habari tukiyosoma hapa, tumesoma juu ya wana wa Israeli katika kitabu cha Waamuzi. Biblia inasema kwa miaka 7 wao baada ya kumwasi Mungu, baada ya kuanza kuabudu miungu, baada ya kuanza kumtegemea Mungu katika maisha yao, kwa sababu Israeli walikuwa wamefanya na agano na Mungu kwamba watamwishia Mungu, kwamba watamtumikia Mungu peke yake na kumwabudu yeye peke yake. Lakini ikafika mahali wakaacha kumwabudu Mungu wa kweli na kumtumikia. Ndivyo lilivyo hata kanisa la leo. Wakati mwingine au watu ambao tumeokoka muda mrefu, inafika mahali tunazoelea wokovu, tunaona mambo ni kawaida tu. Ile hofu ya Mungu na kumwogopa Mungu inapoondoka, Mungu huwa anaachilia uwepo wake, anaachilia nguvu zake. Tunapoanza kutumikia vitu vingine, vinachukua nafasi katika mioyo yetu, na pamoja vinakuwa na nguvu kubwa katika maisha yetu. Mungu anachukua nafasi ndogo katika
huwa anakuacha uendelee na hiyo. Usifikirie yale maombi madogo madogo na ibada iliyo rahisi rahisi inaweza kukusaidia. Ndivyo ilivyokuwa katika watu hawa. Wakamwasi Mungu, lakini wao walienda mbele zaidi, wakaanza kuabudu miungu ya Waamori. Biblia inasema mtu akiniheshimu, akinitumikia, nitamheshimu. Ndivyo Mungu anasema. Mungu anasema mtu akifanya nini? Mtu akinitumikia nitafanya nini? Nitamheshimu. Lakini hawa watu wakawa hawana na Mungu, hakuwa na nafasi ya kutosha kwao. Nataka nizungumze na moyo wako asubuhi jioni ya leo. Mungu anautaka moyo wako. Mungu anazitaka nguvu zako. Mungu anazitaka mali zako. Mungu anataka akili zako. Ajae ndani yako, awekeze vitu ili aweze kukutumia kama apendavyo. Sasa hawa watu tumesoma hapa wakamasi Mungu. Kwa hiyo Mungu akaruhusu, akawaacha. Mungu akiondoa mkono wake kwetu, hatuna mahali pa kwenda. Ndio maana tunahitaji msaada wa Mungu katika maeneo yote katika maisha yetu. Inawezekana kwa muda mrefu umekuwa ukijitetea, ukijaribu kufanya hili na hili, lakini Mungu akiondoa uvuli wake, huwezi lolote. Hawa watu Mungu alipoondoa mkono wake, Biblia inaniambia Wamidiani wakawaingia. Kwa miaka 7 Israeli wakawa katika kongwa. Unasikia kongwa? Wakawa watumwa, wakawa katika vifungo, wakawa hawawezi. Na tumeambiwa hapa ile kongwa, alisema mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu sana juu ya Israeli. Unasikia? Mkono wa Bwana ulikuwa na nguvu juu ya Israeli. Yaani ina maana power. Ina maana uwepo wa Mungu ukiondoka, kuna nguvu nyingine za kutawala. Haleluya. Ukiwepo Mungu, unapokuwa mkono wa Mungu unapoondoka juu yako, kuna mamlaka fulani ya kutawala na kumiliki. Wewe unakuwa uelewe, unaona unamilikiwa, inamiliki nyumba yako, inamiliki watoto wako, mkono fulani unatawala. Biblia inaeleza hapa Waisraeli walipokuwa mkono ulipokuwa wenye nguvu wa Midiani. Biblia inasema kwamba kwa hiyo wakakimbia, wakawa wanafanya nini? Wakaenda milimani huko, nyumba zao wakaziacha, na wakawa wanakaa kwenye mapango na mashimo na mashimo. Kwa hiyo wakaingia kwenye mashimo. Nataka kukuambia kumbe mtu ambapo Mungu huwa na macha, mtu anakuwa anakimbia kwenye mashimo, mahali ambapo hapana usalama wowote. Kwa hiyo huko ndiko wakawa wanaenda huko, ndipo kwa sababu hali yao ilikuwa mbaya. Na Biblia inaniambia kwamba zaidi ya hapo, sio kwamba walikuwa wanakimbia tu, lakini Wamidiani na Waamaleki na wana wa mashariki walikuwa wanakuja na ng'ombe na vitu vya ngamia na punda, wanakuja wanamaliza chochote kilicholimwa. Kwa hiyo kukawa hakuna chakula, kukawa wana njaa. Furaha iliondoka kwa watu hao, kukawa na ukiwa. Biblia inaniambia Midiani iliwadhoofisha wana wa Israeli. Pamoja ilifanya nini? Inadhoofisha. Kazi ya shetani ni kudhoofisha maisha ya kiroho ya Wakristo wengi. Unajua kudhoofisha sio kufisha. Pamoja sio kufisha. Inafanya nini? Inafanya nini? Inadhoofisha. Napoendelea kuongea hapa, hebu anza kuchukua maeneo ambayo yamedhoofika katika nyumba yako, iwe kwa watoto wako. Mambo ambayo yamedhoofisha kanisa, yaliyodhoofu kanisa linakuwa dhoofu. Ukienda katika makanisa mengine, unakiingia mlangoni unaona kwamba kweli hapa pamedhoofika pamoja. Lakini inawezekana hata kwako katika maisha sisi hatujui. Unapokuja hapo umechelewa, lakini kumbe umedhoofu kiroho. Biblia inasema kwamba Mungu asipokuwepo tunadhoofika, lakini sio kwamba Mungu hanadhoofika. Maadui wanaingia, wanaondoa baraka ambazo Mungu alikusudia kwa ajili ya maisha yetu.
kipimo chake ni kwamba maombi yake ni madogo sana, tena ni maombi yasiyo na imani. Anaomba yeye mwenyewe anajua kwamba hakuna majibu. Umeelewa? Mtu aliyedhoofika, shetani anapoanza kumshambulia mtu, anashambulia maombi kwanza, anakuwa hana maombi. Kisha kitu cha pili anachoshambulia mtu, anakosa kusoma neno la Mungu. Kwa pamoja, Biblia kusoma neno la Mungu inaondoka. Kitu cha tatu ambacho anadhoofisha mtu wa Mungu ambaye ameokoka, anaacha ibada. Hebu sema ibada. Ibada inakuwa kitu cha kawaida tu, hakina maana. Vitu vyake ni binafsi, vinakuwa na nguvu kuliko ibada. Kwa hiyo mtu anadhoofu kiroho. Mnaweza kumuona yupo, lakini nguvu za kiroho zenye kuleta mabadiliko katika maisha yake hazipo. Mtu huyo hata mkitumaini kushuhudia, atasema Yesu anakupenda sana. Hana maneno zaidi ya hayo, kwa sababu neno la Mungu likikaa ndani ya mtu linamjasiri. Mtu mwenye maombi akisimama anabadilisha mazingira. Mtu mwenye maombi akisimama na mtu aliyetakaswa katika moyo wake akisimama anabadilisha mazingira ya watu, na wale watu wanaanza kusikiliza neno la Mungu. Hawezi kusikia maneno ya mtu ambaye nguvu za kiroho hazipo. Mtu aliyedhoofu hawezi kubadilisha kitu chochote. Hivi walikuwa wamedhoofika sana. Mstari wa 12 tunaona Mungu akatokea. Haleluya, haleluya. Kichwa changu cha habari kinasema Mungu anamtumia. Mungu anapotaka kutenda ukombozi hutafuta mtu. Ule mstari wa 12 tumesoma pale, mstari wa 12 mstari wa 12 tunaona malaika wa Bwana akamtokea, akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Kwa hiyo alifika akamwona Gideon, akamwona yeye alikuwa amekata tamaa, na Biblia inasema kwamba alikuwa anaficha ngano kwenye shinikizo, amejificha namna hii, hana matumaini yoyote. Nataka kusema kwamba yupo mtu hapa, Mungu anapoanza kumtumia mtu, anamtumia yoyote. Mungu hachagui, lakini anaangalia moyo, anaangalia jinsi ulivyo tayari. Lakini Mungu alipomwona Gideon anataka kumtumia mtu huyu, alikuwa hana qualification, alikuwa hana sifa, na amejieleza mwenyewe. Alikuwa anatoka katika kabila maskini, na zaidi hapo Biblia inasema kwamba alikuwa yeye ni wa mwisho katika ukoo wao. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye ungemchukua usingeona kitu chochote, lakini Mungu aliona potential. Kwa sababu potential tunasema nini? Aliona uwezo ndani yake. Ndio maana anapomtambulisha anamwambia nini? Anasemaje Mungu? Anasema Bwana yuko pamoja nawe, nini? Shujaa. Haleluya. Ndio nimeshtuka. Haleluya. Ninazungumza kwamba kumbe Mungu anapenda kubadilisha jambo. Anapotaka kubadilisha jambo, anamwita mtu. Inaweza kwenda katika familia yako. Ni wewe umeokoka, ni wewe umekuita. Kwa hiyo usifanye mchezo. Wewe ni chanzo cha baraka cha familia yako. Mungu amekuita, amekuona shujaa. Haleluya. Hujaokoka wewe peke yako. Wewe nyuma yako kuna maelfu ya watu. Mungu anataka ubadilishe watu, kwa sababu Mungu alipokuita anakuona shujaa. Haleluya. Unaweza kujiona kwamba mimi ni mtu wa kawaida. Unaweza kujiona kwamba mimi sina nguvu zozote. Unaweza kusema kwamba sina akili. Unaweza kusema mimi sina ujasiri, lakini Mungu anapokuona, haleluya, anakuona shujaa. Mimi nakumbuka nilipookoka. Niliokoka peke yangu nikiwa na kijana wa miaka 17. Mungu aliniokoa. Sikujua itakuwaje, lakini nilikuwa naomba maombi kwa ajili ya familia. Naweza kusema hapa, kutokana na maombi yale, Mungu alibadilisha familia yetu. Watu wengi waliokoka kupitia mimi. Watu tunaona kwa familia walitokana na yale ambayo ushuhuda wangu uliwagusa na kubadilisha maisha yao. Na si familia tu, pamoja na watu wengi
ambao tumeendelea kuwahudumia kwa neno la Mungu. Haleluya. Kwa hiyo wewe Mungu amekuita. Hebu sema mimi shujaa. Mwambie mimi shujaa. Kwa sababu Mungu anapenda kuwekeza vitu vikubwa ndani yako. Hebu pokea katika wiki hii kwamba Mungu unaniita katika maombi haya. Niondoke katika viwango vya kawaida. Niondoke katika maisha ya Ukristo kawaida. Niondoke katika hali niliyozoea. Naomba niingie katika ulimwengu mwingine. Mungu unisaidie kwa sababu kumbe umeniamini. Naomba niambie katika neno lako unatumia mtu mmoja unambadilisha, anaanza kubadilisha mataifa. Je, una kiu hiyo? Una njaa hiyo? Kwamba Mungu akutumie kwa viwango tofauti. Mungu abadilishe maisha ya watu kupitia wewe. Ndio haja yako? Haja yako ni nini? Kama nikauliza hapa haja sema kwamba nataka nifanikiwe katika maisha ya biashara au nifanikishe katika hili na hili na hili. Biblia inasema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine atafanya nini? Mtazidishiwa. Lakini mimi nazungumza mambo yanayodumu, nazungumza mambo ya milele. Haleluya. Ukiwa na mafanikio, ukiwa na mali zitaishia hapa, lakini utakapoenda mbinguni utaona matokeo ya kazi uliyofanya. Mungu anakuona wewe kama shujaa. Mungu huwa anamtafuta mtu. Mungu anamtafuta mtu ambaye ni wewe. Hebu sema ni mimi Bwana unatafuta. Na Mungu anakuona wewe ni shujaa. Wewe ndio mwanzo wa baraka za familia yake. Ndio maana tuko katika maombi haya kwamba Mungu wekeza kitu ndani yangu, nibadilishe kama alivyokuwa kwa Gideoni ambaye alikuwa dhaifu, ambaye alikuwa mnyonge, ambaye alikuwa hana nguvu, ambaye alikuwa amekata tamaa, ambaye alikuwa ni wa mwisho katika familia yake, na yeye ndiye alionekana watu walikuwa wanaona ni Gideoni wa kawaida. Haleluya. Lakini Mungu alikuwa anamuona kitu cha tofauti. Katika mstari wa 16 anasema hivi. Katika mstari wa 16 anasema hivi. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe, utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Haleluya. Anasema hakika, anasema nini? Kitu cha kwanza ambacho anatuthibitishia Mungu. Haleluya. Na mimi sina shaka kabisa Mungu yuko pamoja na sisi. Mungu yuko pamoja na wewe. Hebu anza kuacha unyonge na udhaifu. Haleluya. Gideon alikuwa anajiona mnyonge na udhaifu. Mungu huwa anabadilisha udhaifu na unyonge na kutuweka tuwe na nguvu. Haleluya. Mungu ndiye anapenda kubadilisha. Anapenda kuondoa unyonge na udhaifu ambao upo na ile hali iliyofika. Anapenda kuimarisha na kutia nguvu. Maana tunaona katika mstari wa 16 anasema niko pamoja na wewe. Mungu yuko pamoja na kanisa. Mungu yuko pamoja na watu wake. Mungu, wewe kama mwakilishi wa familia, yuko pamoja na wewe. Anapenda kukuondolea ule unyonge uliokaa katika moyo. Unajiona kufaifai, lakini kwa neno la Mungu jioni ya leo, Mungu anakuona wewe shujaa. Anapenda kuondoa unyonge na udhaifu ambao umekuwa ndani yako. Wote wanaotafuta Mungu kwa bidii, ameahidi kuwa pamoja nao na kudhihirisha uwepo wake. Nirudie. Wote wanaotafuta kwa bidii, ameahidi kuwa pamoja nao na kudhihirisha uwezo wake katika maisha yao. Mungu anapotaka kufanya jambo kwa watu wake, anawaingiza katika wito wa maombi. Nasikia? Mungu anafanya nini? Anapotaka kubadilisha hali hapa, hali ya mazingira, hali ya nyumba, hali ya watoto, hali ya mume wako, hali yoyote. Yuko hapo mtu anasema kwamba mimi naomba tu, naomba mume wangu, lakini siamini kama anafanya nini, hata okoka. Kama upo hapa toka nje, toroka. Kwa nini? Hatuhitaji maombi kama hayo. Nataka Mungu ujenge maombi, ila muda usimpangie Mungu, lakini mwambie kwamba yale ninayoyaomba, haleluya, na muomba Mungu ambaye ni mwaminifu, yule aliyekuwa anafanya maombi ya zamani, ni Mungu huyo huyo leo, na ameniruhusu kwamba niombe. Haleluya.
sababu kama unaona uamini, basi unakuja kufanya nini hapa? Unakuja kwenye dini ya Pentecost. Mwambie Mungu, siwezi kuridhika. Watu ambao hawaridhiki wanasimamia yale wanayoamini. Wanasema tunamwingana Mungu mpaka Mungu apate kuonekana. Kwa sababu ni kwa njia ya maombi mambo yanabadilika, vitu vinageuka. Haleluya. Kwa hiyo tumesema hapa, Mungu anapotaka kufanya jambo kwa watu wake, anawaingiza katika nini? Wito wa maombi. Na katika wiki hizi tuko katika wito wa maombi. Nimekueleza kwamba andika yale unaona kwamba ni mzigo. Hebu tumthibitishe Mungu. Hebu tumuone kama Mungu ni mwongo. Nani mwongo kama wewe? Haleluya. Kama utaomba kwa uaminifu, maana kama alifanya zamani kwa watu wanaomba. Watu hao walikuwa wanalia kilio kikubwa. Mungu akawasikiliza, akawaonyesha njia. Haleluya. Huyo ndiye Mungu ninayemwabudu. Huyo ndiye Mungu ninayemtegemea. Huyo ndiye Mungu ninayemjua. Haleluya. Na huyo ndiye Mungu unatakiwa kumjua kutoka nyumbani kwako. Haleluya. Ageuza historia. Nasema Mungu anageuza historia. Ahadi za Mungu. Nisikize vizuri. Ahadi za Mungu zinaanza kutimilizika watu wanapoanza kuomba. Nasikia. Kwa hiyo kama watu hawaombi, ahadi zinabaki pale pale. Unaona? Zinafanya nini? Ahadi za mafanikio, ahadi za kufunguliwa, ahadi za nguvu za kiroho, ahadi za watu kuongezeka, ahadi kadha zinabaki kama zilivyo, kwamba Mungu ameahidi watu wake. Lakini watu wanapoomba, maombi ndio yanachukua ahadi zile za Mungu zianze kuonekana katika maisha yetu, ili tuwe na shukrani kwa ajili ya Mungu wetu ambaye anatenda. Kwa njia ya maombi, nia na kusudi la Mungu hudhihirika kwa waombaji. Kwa hiyo utaanza kujua kumbe nia ya Mungu katika maisha yangu ni hii. Kama moja, kumbe Mungu ananiita katika maeneo haya. Kumbe Mungu anaweka mzigo katika mambo haya. Kumbe Mungu ananiwekea haya na haya na haya na haya. Kwa sababu Mungu anaanza kudhihirika katika maisha yako. Unapenda Mungu akutembelee kwa namna hii? Je, kiu yako kwamba nihame kutoka hatua ya kawaida, nihame katika mazoea ya kidini ambayo nimekuwepo, nihame katika hali ambayo sina utumishi wowote, ni mtu akuja kuna kurudi kanisani, kwamba Mungu unitumie kama upendavyo. Tumeimba pale kwamba yeye aongezeke, sisi tupungue. Katika mstari wa 24, hasa mstari wa 24 tunamaliza. Mstari wa 23, Bwana akamwambia, amani iwe pamoja nawe, usiogope, hutakufa. Ndipo Gideoni akamjengea madhabahu hapo, akaita jina lake Yehova Shalom. Yehova Shalom. Haleluya. Yehova Shalom maana yake Mungu wa amani.